serikali imeendelea kuimarisha ushirikiano baina yake na TAWLA kupitia wizara na taasisi zake TBS, TMDA, MUHAS na shule ya sheria nchini, SUA, pamoja na taasisi nyingine. Serikali imeendelea kufanya mahusiano mazuri na TAWLA na hivyo kufanya chama hiki kuwa na nguvu zaidi na kupata heshima ndani ya taasisi za serikali. Leo ninyi ni mashahidi kuwa ukienda kwenye ofisi yoyote ya umma ukajitambulisha kuwa unatoka TAWLA, bila shaka utapokelewa kwa heshima, kwa sababu wanajua chama hiki ni chama chenye nia njema ya kuwasaidia Watanzania. Nimesikiliza risala yenu. Serikali inafahamu kuwa mnayo mipango na bado mnazo changamoto zinazowakabili katika kutekeleza majukumu yenu. Na bado kuna changamoto zinazowakabili wanawake kwa ujumla kama jamii. Naomba niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kufanya kazi hizo, kuzifanyia kazi changamoto hizo na kuhakikisha kuwa inadumisha haki na usawa na kutokomeza ukatili wa kijinsia kwenye familia na kwenye jamii yetu. Tunayo jamii ambayo inahitaji kuelimishwa wakati wote, kumheshimu mwanamke na kumlinda kwa nguvu zote. Mwenye wajibu wa kwanza kwa kweli wa kulinda haki ya mwanamke, hasa sisi wenye familia, ni sisi wa baba wenyewe. Kwenye level ya familia, kumpa hadhi mama, watoto wa kike sawa na wengine, kutapunguza migogoro na kuwapunguzia TAWLA malalamiko mengi yanayokuja kwao. Ukiona kuna mtu anaenda TAWLA mahali fulani, ujue kuna unyanyasaji umetokea. TAWLA hawatafuti mtu, bali wanatafutwa na wenye matatizo. Kwa hiyo muhimu ni kushughulika na chanzo cha tatizo. Kama migogoro mingi ya urithi inatokea baada ya baba kufariki, basi ni somo kwetu wa baba kuwa wakati tukiwa hai tuweke mazingira sawa, ili mama anapobaki akiwa hai na watoto asipate sababu ya kwenda TAWLA kutafuta haki yake, kwa sababu ukiwa hai uliiweka vizuri. Na kwa sababu hiyo nitoe wito kwa jamii kwamba tuepuke migogoro mingi inayotokea hasa ya mirathi. Juzi nilipata bahati ya kwenda kwenye mkutano wa wanasheria wengine. Nikaambiwa katika kesi wanazokutana nazo, asilimia zaidi ya 50 ni migogoro ya ardhi. Ipi? Wanawake wengi baada ya mume kufariki wameondolewa kwenye ardhi. Kwa sababu gani? Kuna kundi jingine, upande mwingine lina nguvu kuliko huyu mama na watoto wake, wanaamua kuondolewa. Ni wito kwangu na kwenu ninyi TAWLA, tuanze kushughulika kwanza na tatizo la kuendelea kutoa elimu kwa watu ili wajue kuwa wakina baba na wakina mama, basi tuache mazingira ambayo hayatasababisha mgogoro baada ya mmoja kuondoka hapa duniani. Tukifanya hivyo, tutampa nafasi TAWLA ya kufanya mambo mengi zaidi makubwa badala ya migogoro midogo midogo na mikubwa inayotokea miongoni mwa jamii, na kuifanya jamii yetu iwe yenye ustahimilivu.